Uhali gani mtazamaji wa Azam Sports 1 HD, nikukaribishe kwenye kipindi cha Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Jumapili. Tunakutana hapa kuanzia majira ya saa 2:30 hadi saa 4:30. Ni kipindi cha michezo ambacho kimesheheni mambo lukuki ya kimichezo, ikiwemo mahojiano na miongoni mwa wanamichezo waliofanya vyema katika medani ya kimichezo nchini miaka ya nyuma. Tumekuwa tukialika hapa magwiji waliocheza kuanzia miaka 1960, 70, 80 na wale ambao wamestaafu miaka ya karibuni, miaka ya 90 na 2000. Na leo hii katika mwendelezo ule ule hapa studio za Azam Sports tumealika magwiji ambao walitamba katika medani ya kabumbu nchini kuanzia miaka 1970 hadi 1980. Wote wakiwa ni wachezaji walioibukia mkoani Morogoro, ingawa mmoja yeye alitokea Tanga kwenda Morogoro, lakini kuibua kwao kisoka wote walibukia Morogoro katika nyakati kama si moja basi zinazokaribiana, na walitamba na wakati mwingine walikutana katika timu moja, timu ya mkoa wa Morogoro, lakini pia ukiondoa timu ya mkoa ya Morogoro na timu ya taifa pia ya Tanzania, Taifa Stars, kuna nyakati ambazo walikutana wote kambini. Hawa ni magwiji wa Tanzania, magwiji wa Morogoro, magwiji wa kabumbu, na nitaanza kumtambulisha mmoja baada ya mwingine, na hii ni maalum kuelekea kwenye michuano ya Nishati Safi Cup ambayo inaandaliwa na taasisi binafsi ya Mother of Mercy Foundation iliyoanzisha mwaka 2021 chini ya mkurugenzi wake Grashon Kamala Mbelwa, yenye maskani yake Tegeta, Dar es Salaam, ambayo inajihusisha na utunzaji mazingira na kwa sasa inafanya shughuli zake zaidi kupitia michezo. Mother of Mercy Foundation imeanza na Nishati Safi Cup, michuano itakayofanyika katikati ya mwezi ujao, ikishirikisha kati ya 29 za manispaa ya Morogoro, na Julai 12 ndio itazinduliwa rasmi kwa kufanyika bonanza maalum la kugawa vifaa vya michezo na mipira kwa timu zote, siku ambayo mgeni rasmi atakuwa mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala. Kwa mujibu wa waandaaji, kigezo kikuu cha kushiriki ni kila kata kupanda miti isiyopungua 500, na michuano hii itasimamiwa na kamati inayoundwa na magwiji wa soka nchini chini ya mwenyekiti Hussein Ngulungu, katibu Edward Hiza, na wajumbe Johnson Mkoko, Zamboni Mogera, Kudra Omari, pamoja na mwanamuziki Afande Sele, mwenyekiti wa FA Morogoro Godfrey Mdende, na afisa michezo wa manispaa ya Morogoro. Hii kamati inaundwa na wanamichezo kwelikweli, magwiji kwelikweli, kama ulivyosikia majina hayo. Kwa wadau wa soka watakuwa wanafahamu, basi tarajia mambo yatakuwa bambam. Na kwa muktasari tu nianze kuwatambulisha magwiji ambao nimewalika hii leo kuelekea kwenye hiyo Nishati Safi Cup. Kwanza ni Edward Aklan Hiza, alizaliwa Aprili 2 mwaka 1952 Muheza, Tanga, kabla ya kuhamia Morogoro mwaka 1973 kwa ajili ya kazi katika mamlaka ya Pamba, lakini pia akaendeleza kipaji chake cha soka akichezea Nyota Afrika kuanzia mwaka huo 73 hadi 76 alipohamia Yanga ya jijini Dar es Salaam. Bahati mbaya mwaka huo katokea mgogoro Yanga uliosababisha kundi kubwa la wachezaji liondoke, na yeye na wengine wengi wakaenda Morogoro kujiunga na Nyota Afrika. Yeye akirejea Nyota Afrika, manake vijana waliokuwa wanaibuka kwa wakati huo kupitia timu ya vijana iliyoanzishwa na Profesa Mromania Victor Stanslesu, wakaenda Breweries Ilala kujiunga na timu ya kampuni hiyo ya Breweries. Baadaye waliokuwa wachezaji waliokuwa Nyota wakarejea Dar es Salaam kuungana na vijana ambao walikuwa Breweries kuasisi klabu ya Pan Africa, lakini yeye hakukaa sana, akarejea Morogoro na kujiunga na Tumbaku kabla ya kuamriwa kucheza timu ya kazini Pamba FC ya Mwanza ilipopanda ligi kuu mwaka 83. Mshambuliaji huyo alicheza Pamba hadi mwaka 86, akaondoka akaenda Coastal Union ya Tanga, ambako baada ya mwaka mmoja akaondoka pia 1987 akarudi Morogoro, na ingawa Reli walimtaka na alikuwa bado yupo vizuri na pia ameitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, lakini akaamua kustaafu. Aliitwa kwa mara ya kwanza Taifa Stars mwaka 76, wakati huo kocha alikuwa ni Bert Trotman, na mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 1988. Aitwa Edward Hiza, striker maarufu, wanamkumbuka vizuri wana Yanga.
Salamu alaikum bwana Edward. Alaikum salam. Bwana auzeki. Kwa nini bwana? Sijui bwana. Kama itakupendeza ungetoa tu kofia kidogo kwa wale mashabiki wako wakuone au endelea nayo yule ndio aliingiza. Anakusalimia sana Mwinda Ramadhani. Asante sana. Nilikuwa nazungumza naye jana, kuna mwenzao mmoja walibuka naye Pamba wakati ule alikuwa ameaga dunia. Sasa ningependa shoti zaidi kwa Iza, alafu ile mwingine itakuja baadaye. Yani hawa tunawazindua taratibu. Anakusalimia sana. Nilikuwa na kesho bwana nitakuwa na Hiza pale studio. Hiza yupo. Mwinda nilikuwa naye Yanga. Nilikuwa naye Yanga Afrika. Ndio. Yupo Uingereza sasa hivi. Yuko Uingereza. Sawa. Na hebu niambie kwa muktasari, kabla sijamtambulisha mgeni wangu mwingine, ningeomba shoti yako itulie hapo bwana Mlege. Hapo tutakwenda baadaye. Acha mapepele kabisa. Ulipoingia Yanga uliwahi kucheza hata mechi moja? Ndio nilicheza. Mechi ngapi ulicheza? Nimecheza mechi nyingi, unajua kipindi ni kirefu kidogo kuzikumbuka zote sio rahisi. Kwa nini nimekuuliza hivyo? Ndio. Kwa faida ya mtazamaji, Yanga ilikuwa imesheheni mwaka ambao unaingia 76. Ilitoka kutoa ubingwa kule Zanzibar, imemfunga Simba. Na ndio Yanga ambayo ilimfunga Simba Nyamagana pia. Ilikuwa ina kundi la wachezaji waliobobea, lakini ilikuwa na kundi la wachezaji ambao walizalishwa kwenye klabu pale kwenye project ya Professor Victor. Ilisheheni kweli. Kwa waliokuwa wanatoka nje unafikiria pale marehemu Sembuli alikuwepo, lakini Sande mwenyewe alikuwepo. Nilicheza nao wote hao. Vizuri sana. Sasa nataka unitajie mechi moja ya mashindano ambayo ulicheza pale Yanga na wewe mwenyewe unakumbuka katika msimu wako mmoja wa kutumikia wana Jangwani. Kama ninavyoeleza mechi ni nyingi. Lakini kuna mechi moja ilinifurahisha sana. Ndio. Tulienda kuchezea Kampala, Uganda. Kampala. Na nani hao? Tulicheza na Kampala City Council. KCC. Ilikuwa ni mechi bora sana. Tulifaulu ile mechi. Ilikuwa ni ya michuano. Ya klabu bingwa Afrika. Hapana, ilikuwa ile ni kombe la Meya, tulialikwa. Ndio. Tulilichukua sasa. Okay. Ulifunga goli huko? Goli nilitoa assist. Alifunga nani? Alifunga nafikiri Mwinda. Nilikuwa ni Maki hapo najua na nafaza pia Popat alikuwepo kwenye hiyo timu. Twana Manara, kuna Gibson Sembuli, kuna huyo Mwinda maajabu. Yanga ilikuwa imesheheni. Na hawa vijana wadogo. Kasim Manara hakuwahi kupata bahati ya kupandishwa timu ya wakubwa, lakini alikuwa very talent. Na mimi sikucheza naye. Kina Juma Matokeo walikuwepo pale. Matokeo tulikuwa naye. Sawa. Na ilikuwaje ukadumu kwa muda mfupi Yanga? Nilidumu kwa muda mfupi, unajua wakati ule ilitoka secular. Kutoka serikalini kwamba wachezaji wote timu zitakuwa za mashirika ya umma. Kwamba kila shirika liweze kuajiri wachezaji. Basi mimi nilikuwa Pamba. Nikaona wacha nirudi kwenye kazi yangu. Wakati ule nilikuwa mkaguzi wa mahesabu wa ndani. Mpaka Pamba. Nikaona hata siache kazi yangu. Kazi ndio muhimu bwana. Japokuwa Tumbaku walinishawishi pia. Walikuwa tayari kuniridhia waniajiri kazi yangu ile. Lakini nikaona acha nibaki kwenye shirika hili la Pamba. Ndio. Sawa. Wakati huo Pamba bado haijapanda. Ndio. Pamba imepanda 83-84 nakumbuka. Walipandia Mwadui. Walipandia hapa Morogoro. Mechi na Mwadui nafikiri. Mechi na Mwadui. Na Mwadui. 4-3. 4-3. Kumbukumbu nzuri. Nakumbuka kwa sababu ile mechi ndio wakamchukua na David Mokabila alikuwa Mwadui. Ndio. Wachezaji wale walichukua kutoka ile Mwadui. Ilikuwa tough kweli. Ilikuwa tough sana. Sawa. Na katika kipindi chote ya kucheza mpira kwenye clubs na timu ya taifa, labda memory ya ujumla yako wewe yasema kipindi hiki Edward Hiza alifanya kitu cha kikubwa sana katika medani ya soka, ni wakati gani? Ni wakati hasa anachezea
Nyota Africa kwa mara ya pili. Ile ambayo iliunganika na ile ambayo iliunganika ile. Alikuwa napataka hapo. Pale mtu kama Sande Manara alikuwa ameshaondoka, amekwenda Denmark. Alirudi akajoin na sisi. Sasa kipindi kile nafikiri nilikuwa niko vizuri sana. Lakini kipindi ambacho sema uko vizuri na wale watu waliotoka Yanga walikuwa wako vizuri, ila mlipokutana na Simba kwenye fainali ya klabu bingwa taifa mlipigwa goli 1-0. Ndio. Tulipigwa goli 1-0, lakini naikumbuka vizuri ile mechi. Naikumbuka vizuri, tulichezea Arusha. Tulifungwa goli 1. Lakini kama ni bahati mbaya at least. Gibson Sembuli alisawazisha ile goli. Lakini ilionekana ni offside. Ilionekana ni offside. Ngoja ibaliza sijakuelewa. Ilionekana ni offside. Ni offside kwa maamuzi. Inabidi baadaye nikae na daktari wangu Mlege tujadili hili goli kuonekana offside ilikuwaje. Kama Marem Sembule sawazisha ikawa 1-1. Mlikuwa na mambo sasa pia nyinyi mnanyinyote. Tulikuwa na mambo sasa. Mambo sasa wakati ule walikwenda aliondoka na klabu ya Simba. Walikwenda Misri wakati ule. Walicheza na ile Mehal Kubra. Sasa wakati wa kurudi walifungwa Simba goli 1 kule. Golikipa alikuwa mambo sasa. Wakati wa kurudi sijui ilikuwaje. Walirudi tofauti. Sijui ilikuwaje. Walirudi tofauti. In fact ile kufungwa mfululizo na Yanga, I know the story from the horse's mouth. Wenyewe wachezaji wanasema, na msimulizi mzuri Kibadeni. Unajua Kibadeni ule alivyokuwa Simba ni Simba sasa. Alikuwa sawa sawa. Alikuwa yani wachezaji wa Simba walikuwa hawamtrust mambo katika mechi dhidi ya Yanga. Alivyofungwa ile Nyamagana na Zanzibar mwaka 75. Kwa baada ya kufungwa pale wakaniambia, bwana wewe kila siku anakufunga basi nenda huko. Ndo alikwenda Yanga. Hii story ya mambo ukielezea Yanga watu hawajui sana, haizungumzi sana, lakini mambo alijoin Yanga hii mnafahamu. Ndio. Alijoin Yanga yule kwanza alitokea alivyorudi kutoka Misri. Alijoin na Nyota Africa. Sisi tulikuwa tuko Arusha. Tunacheza. Na bahati nzuri sisi goalkeeper Elias Michael. Unakumbuka Elias Michael? Alikuwa ni goalkeeper mzuri, bora sana. Bora sana. Wakapita nyoka mweusi. Bora sana. Tulicheza na Kombe la Ufuma. Tulicheza na Coastal Union. Jalala, mchezaji mmoja anaitwa Jalala marehemu, nakumbuka. Alimfunga goli. Yaani limempita hapa. Sasa yeye wakati tulikuwa tumefikia Kunduchi ule. Mimi wajua jezi za zamani tulikuwa tunakusanya ma captain. Mimi nilikuwa captain na hodha wa kwanza captain. Assistant wangu alikuwa Gibson Sembuli. Ndio maana nakwambia wakati huo nilikuwa bora sana. Moto sana. Basi yule Elias Michael. Elias Michael. Wakati nakusanya jezi akanambia naenda kuchukua jezi kwake, akanambia captain, mimi mpira naacha. Nikasema unasemaje? Sasa mimi mpira basi. Kwa nini bwana? Sasa mimi siwezi kufunga goli la namna ile. Unajua age yake ilikuwa imeshapanda sana. Kwa umeenda. Muda kidogo ulikuwa umekwenda. Akanambia mimi naacha kucheza mpira. Haikuwa masiara. Kumbe ilikuwa kweli. Tangu siku ile hakucheza tena. Sikumuona tena Elias Michael. Historia yake mpaka sasa sina historia yake. Basi sisi ya Arusha tulikwenda na Muhidini. Muhidini Fadhili. Ndio sasa wakati tunacheza kule, tukaona kwa Muhidini hatutoshi. Mambo alivyokuja asubuhi tunatoka mazoezi, mambo anaingia hapa. Jama mambo. Jama muulizeni mambo. Akafuata nini? Sembuli na Kitwana ndio wanaweza kuongea naye mama. Akazungumza naye kwamba mimi nakuja hapa, mimi Simba basi nini na nini. Basi akapelekwa kwa wazee. Wakati ule akasajiliwa bwana. Ndio. Wakati ule alikuwa
viongozi alikuwa kina Shirazi yao, alikuwa kina Mangara, alikuwa Mamri ndio alikuwa Mamri ndo yuko kwenye Fati wakati ule kwenye Fati kwa Mamri Chabanga Diamwale Chabanga pia Diamwale alikuwa marehemu alikuwepo. Basi wakamuidhinisha yule bwana, ndio alitusaidia sana. Lakini kipindi kabla ya mambo sasa hajaingia Nyota Africa, tulimchukua goalkeeper mmoja anaitwa Hemedi Musa wa Tanga, yule alikuwa yuko Morogoro pale. Alitoka masomoni huko akawekwa pale Morogoro. Sawa, story nzuri sana hiyo bwana Edward Hiza, umetukumbusha enzi zako. Najua jamaa zangu ambao walikuwa unacheza pale Nyamagana na CCM Kirumba lakini pia Kaunda, uwanja wa Mkapa, watakuwa wanakukumbuka vizuri na wamefurahi sana kukuona. Naam, mtazamaji, baada ya kusikia kuhusu Edward Hiza na sasa hivi tupate kidogo kuhusu Hussein Abdallah Ngulungu. Huyu alizaliwa Julai 7 mwaka 51 mkoani Morogoro, na kisoka alibukia Jogoo mwaka 72 kabla kuhamia Mseto mwaka 76, Tumbaku 79, Pan Africa 81 hadi anastaafu mwaka 85. Amekuwa mchezaji wa Taifa Stars kwa miaka 10 mfululizo kuanzia mwaka 75 hadi 85. Ni miongoni mwa nyota waliounda kikosi cha Taifa Stars kilichoshiriki fainali za kwanza za Kombe la Mataifa ya Afrika, wakati huo Kombe la Mataifa huru ya Afrika zifanyika mwaka 80 Nigeria. Midfield maestro Ngulungu, acha kabisa huyu mtu. Kwa waliowahi kumuona Ngulungu wanajaribu kumtafuta Ngulungu mwingine, hadi wa sasa hawajamuona. Maana ukana vijana ambao waliwashuhudia nyota wa miaka hii ya karibuni ya 80 na 90, kina Charles Boniface, Nico, kina Asbanchina, Gaga, wanaelezea ubora wao kwamba wanaelezea ubora wao wakitafuta wengine kama wao katika wakati kama huu, inaishia tu kubishana. Lakini kwa waliwahi kumuona Ngulungu, huyu mwamba alitawala dimba la Taifa Stars kwa miaka 10 mfululizo. Panga pangua alikuwa ni yeye, na aliamua yeye mwenyewe kusema basi Ngulungu. Salamu alaykum bwana. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngulungu alipostaafu bwana, alikuwa dereva wa magari ya makubwa ambayo yanapeleka masemitela, yanapeleka mizigo Kongo, Zimbabwe, Zambia. Alikuwa anaungurumisha, atatueleza mwenyewe kaka. Kwanza awali ya yote, najua watu wana hamu sana ya kusikia kutoka kwako baada ya kumsikia Edward Hiza. Mara mbili Simba na Yanga walijaribu kukutoa kukusajili. Walianza Simba na kuvuka 75 na baadaye Yanga. Tena ilisemekana Yanga mpaka ulikwenda pale Kaunda. Niambie visa viwili hivi. Kwanza tuanze na cha Simba. Simba walinihitaji kweli. Mwaka 76 tulikwenda China. Walinishawishi mimi niingie Simba, ni Omari Mahadhi na Mohamed Kajole. Walikuwa marafiki zangu sana. Yaani tulikuwa kwenye kambi. Hawa watu wawili ndio tulikuwa tunazungumza nao. Lakini roommate wangu alikuwa Leopard Taso Mukebezi. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi vizuri. Sasa wale ndio walikuwa wamenishawishi mimi niingie Simba. Tukatoka China vizuri, tukarudi Tanzania. Tulikuwa Afrikana kule. Tulikuwa Afrikana pale. Bahati nzuri wakawaeleza viongozi wa Simba, jamani, Ngulungu tumemsimamisha pale, badala ya kwenda Morogoro tumemsimamisha aje. Akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, mpaka watu wafate. Wakati wananijia, bwana wewe hapo Morogoro unafuata nini mpaka unakalia nini mpaka sasa hivi Dar es Salaam wewe? Unatutia hasara hapa kwa hotelini. Basi ikabidi mimi niondoke. Kuondoka, bahati nzuri wakaja Morogoro, lakini tulikuwa hatukuafikiana. Kwa hiyo toka wakati huo tena basi ikawa Simba hawajanifuata tena. Lakini Yanga hawajanifuata. Lakini kuna tetesi zilivuma Ngulungu ameonekana Jangwani. Ngulungu kipindi kile tetesi zilivuma sana. Umewahi kabisa kuhusishwa na Yanga? Sijawahi kabisa kuhusishwa na Yanga. Ila Simba sawa, lakini Yanga hapana. Sawa.
Ngulungu, umewekeza Pan Africa, nadhani hiyo ndio klabu yako ambayo umewekeza kwa mafanikio, umewekeza michuano ya Afrika, na ilikuwa ni timu ambayo inahusisha wachezaji wengi nyota wakati huo waliotoka Yanga na wengine ambao walitoka timu mbalimbali kuingia ile Pan Africa. Unaweza ukaniambia kumbukumbu yako nzuri ukiwa unacheza club level, yani ni ipi? Yani michuano gani, mechi ipi ulicheza? Unaweza ukaelezea kwamba utaenda na mchezaji wa aina gani wa eneo lako, alikupa changamoto zipi? Unajua tena mpira. Ndio. Mpira kwa kweli, mechi moja ambayo ilikuwa tough match ilikuwa ni Pan Africa na Young African. Tulicheza pale kwenye shamba la bibi wakati ule, ndio ilikuwa National Stadium. Ndio. Mechi ile tulicheza baada ya kufungwa na KMKM. Ilibidi lazima tushinde mechi ile. Kwa kweli mechi ile ilikuwa tough sana. Mpaka half time ilikuwa draw. Sasa hafu ya pili ndio ikabidi sasa na mimi nitumie ujuzi wangu wa hali ya juu kupita kiasi. Bahati nzuri wakati tunacheza mechi ile, Juma Shabani alikuwa yuko nje. Charles Boniface ndio alikuwa fullback siku ile. Sasa Charles Boniface unajua anatumia sana akili. Kwa hiyo alikuwa anacheza fullback, alikuwa anacheza na midfield kidogo. Kwa hiyo iliniwia vigumu sana. Sasa wakati huo Juma Shabani yuko nje, anasema nani, Charles Boniface anacheza sivyo inavyotakikana kibeki. Naona akamshawishi mwalimu pale, mwalimu akakubali, akamtoa Charles Boniface, akaingia yeye Juma Shabani. Alipoingia Juma Shabani, mimi nilishukuru, nikanyosha mikono namna hii. Nikajua sasa hapa, na nikamwambia wenzangu bwana, hapa kabla huyu hajapata moto, leteni mipira huku. Basi na kweli jamaa tukampress. Naona bwana, baada ya kumpress nani wakati ule wing left alikuwa nani Kiswabi. Akaenda tukamtilia ndani pale, yeye kukimbia katoa cross, Pitatino kafunga kwa tiktak goli moja. Ni hilo bwana. Na mbaya zaidi sasa, wakati alivorudi klabuni, wanayanga wakachukua nguo zake wakamwekea nje pale, yani hawamtaki tena, anasema wewe Pan Africa. Kumbe ndo story ya Juma Shabani kuondoka pale. Ila ndugu yako Morogoro yule. Ni ndugu yangu kabisa. Kwa hiyo mechi naikumbuka kabisa. Nani alikufuata baada ya hapo kukwambia kitu? Hajanifuata. Yupo lakini Morogoro. Yupo Morogoro. Dereva pia nasikia. Sasa hivi amepata stroke sasa. Allah amfanyie wepesi. Amepata stroke, anakaa nyumbani tu sasa hivi. Allah atamfanyia wepesi inshallah. Inshallah. Haya, story nzuri sana umenipa hiyo Ngulungu, lakini mimi pia nataka nikumbuke kuna unajua mpira zamani atokeza kwenye television. Ni kweli. Ile goal anafunga Mohamed Richard Adolf kwenye mechi na Zambia hapa mwaka 79. Ilikuwa kona ulipiga wewe? Kona nilipiga mimi. Ndio. Kwa mtu mwenye Kunambi, mtoto wa juzi Chris Kunambi ananibisha baba, na mimi nakwambia ni kona. Sijana tulikuwa tumekaa green stand kule, tunamuona Ngulungu na ile bukta yake fupi alikuwa anaibania kwa nyuma, anakwenda kupiga kona. Ni kweli. Ndio wakati vile vitu vya kutokiza kwa mbele akafanya hivi. Hapo TV tu, wakati tunakumbuka bado memory zipo. Sawa Kijana mmoja bishi sana anaitwa Kunambi, anambia mimi hivi ilikuwa green stand kule hivi tumekaa. Ni kona bwana. Hebu tusimulie hiyo incident, tukumbushie namna ambavyo ulikwenda kupiga ile kona. Na mabeki wa KK11 wakati huo walikuwa wana height. Ndio. Na goalkeeper walikuwa na height. Adolfu ni kimo cha kawaida. Mtu mwenye kimo kama Peter Tino alikuwa na kimo, ndio, lakini alikuwa na Peter Tino alikuwa na kimo, alafu Mohamed Salum naye alikuwa na kimo. Naona alafu mwingine nani, labda Juma Mkambi. Walikuwa na kimo, lakini wengine tulikuwa wa kawaida tu. Ile ule mpira ulivyotolewa kona,
nikaenda nikaweka mpira kama kawaida, maanake mimi wakati huo waliniweka kama specialist wa kupiga kona pamoja na katikati kwenye dimba pale kuzungusha, lakini kona zote nilikuwa napiga mimi. Bahati nzuri ile kona nilipopiga Adolf Richard akatokea huku nyuma huku akaja akapiga akapiga kichwa ikawa goli. Kwa goli. Na ndo goli ambao lilitupa nafasi ya kwenda Lagos hilo. Hiyo ya kwanza, mechi ya kwanza. Mechi ya pili sare 1-1. Mechi ya pili tulitengeneza Zambia kule. Dagamasho Stadium. Tulicheza pale mbele ya Kaunda pale. Naona kwa kweli Dagamasho Stadium ni sawa na Karume, uwanja wa Karume zamani. Yaani watu wako karibu kabisa na uwanja. Kwa hiyo wakipiga kelele nyinyi ndani ya muelewani, amsikilizani kabisa. Na walikuja wakati ule walicheza kweli Zambia. Mpaka half time wakawa wametufunga goli moja. Ndio. Alafu ya pili wakaja tena dakika 10 za mwanzo zile walikuja moto kweli. Lakini baada ya hapo wakawa wamechoka. Rojela Mtagwa na mimi nikamwambia jamani, hawa tayari sasa wameshachoka. Twende sasa zamu yetu. Na bwana ndio tukaanza kupresi sasa. Tukapresi. Bahati nzuri mimi nilipata mpira nikapiga chenga watu wawili. Nikamwambia bwana pita tino huo. Sasa hapo ni juu yako kutupeleka Lagos au nani. Maana ilikuwa yeye na Goke, maana ile pasi ilikuwa kila pasi kwa striker pale. Alafu Morogoro hiyo na yenyewe uko naye Morogoro, uko naye hali yake. Ni kweli kabisa. Sasa wakati wako wewe unacheza, ni unajua unacheza pani Afrika, lakini kuna big team Yanga, big team Simba na timu nyingine pia zilikuwa zina wachezaji wazuri. Ni lini ulikuwa ukikutana na mchezaji, yani kusema tunakwenda kukutana kwa mfano labda na timu fulani, wale bwana wana mtu fulani, yani ni mtu gani ambaye mlikuwa mkutana kwenye dimba la katikati kwako shughuli inakuwa kwa maana yeye fundi ujuzi anao na wewe fundi, yani panachafuka pale katikati, midfield gani alikuwa anakutoa jasho tuseme kwa lugha ya kimjini? Ilikuwa kwa kweli mimi nilikuwa mzuri zaidi ya wanani wenzangu bwana. Ila naweza kusema Juma Matokeo kidogo ndo alikuwa naye. Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani kwa Matokeo. Lakini mimi kwa katikati pale nilikuwa sioni tatizo. Tatizo nilikuwa nimepata labda Nigeria. Ndio? Nigeria ndo nimkuta yule muda la wali. Na alikurudia sana yule. Kuna World Cup, kuna msimu mmoja mkeza mechi 4, mkeza World Cup qualifying. Yule muda fundi bwana. Yule wapi Yanga na Mudafi huyu anatukumbusha muda la wali, lakini muda alikuwa fundi sana. Muda mzuri. Kwa vijana wetu tukiwaambia kina Omari hawa, naambia jamani, zamani wapo na watu wanacheza mpira. Unajua huyo mwenyewe Maradona na Pele ni kwa sababu tu kuna mabango yake. Wangebisha kwamba Maradona na Pele walikuwa hatari zaidi sana. Ni kweli. Hasa wewe level tu ya Zidane Zizo unaweza kuitafuta leo. Zidane utaipata wapi? Unaipata wapi? Sasa umegusa pazuri. Ndio. Niende kwa Hisa kidogo afu nitarudi kwako meza mada kidogo. Sawa. Niambie striker wangu. Ndio. Striker wewe wakati unacheza back gani ambaye ulikuwa ukimuona unasema leo yani viatu vinaanza kuwaka moto? Mabeki walikuwa wengi. Mabeki walikuwa wengi. Lakini unakumbuka nilikuwa nacheza timu moja na huyu mtu alikuwa Boy Weekends. Tuko timu moja. Lakini alikuwa anasumbua sana kwa kweli. Hata tukiwa mazoezi alikuwa anasumbua. Ndio. Boy Weekends alikuwa msumbufu sana. Sawa. Haya. Ngulungu, unafuatilia kabumbu ya Tanzania kwa sasa na unaangalia mechi zetu hizi? Ndio. Huwa naangalia mara moja. Ndio. Na dabi uliangalia juzi? Niliangalia kidogo. Mbona umefikiria? Unajua kwa nini umefikiria? Tulia kwanza hapo. Liza, unaweza kuniambia kwa nini kafikiria? Nafikiri alikuwa anataka
kujitoa kujibu swali. Kujitoa. Kujitoa. Anaangalia lakini kusikia nani anataka kuzungumza. Kwa hiyo ni jibu la swali ambao nilikuwa najiuliza yeye ni timu gani kwa Ngulungu Mnyama. Ndio jamani Simba kwa ushauri wa kusajili wachezaji wazuri ambao watarejesha hadhi ya timu, basi wako mafundi ambao walifanya vyema sana kwenye kabumbu ya nchi hii. Ngulungu hapo mlishindwa kumsajili mwaka 75, hasa wakatuweza mkamtumia kushauri wachezaji wa kusajili kwenye timu. We Simba kadi una kadi sina, lakini Simba na sasa hivi unateseka. Ni kweli, unaumia sana. Simba imekuwa ronya ronya, inapigwa mchana, inapigwa asubuhi, inapigwa na jioni, watu wanajipigia tu Simba kabisa tena kabisa. Imekuwa punching bag yani. Sana punching bag. Simba imekuwa sema Simba imekuwa punching bag. Simba imekuwa punching bag. Haya bwana, ni kweli, ni kweli. Inauma lakini unajua kuna ukweli mchungu wa kubeba. Sawa, Ngulungu wakati kama midfield wa sasa hivi ndio awe ni wa nyumbani wa kigeni, lakini anacheza ligi yetu. Ukimwona unasema huyu anacheza mpira wa kunifurahisha na kwa kiasi nanikumbusha wakati wetu. Ndio nani? Kwa sasa hivi nilikuwa namtazama sana Chama. Chama kidogo alikuwa yani anakuja kidogo, ndio sana ni kidogo. Kuna wakati watu walikuwa wananifananisha mimi na yeye. Kaambia hapana, bado hajafika level zako. Ila anajitahidi. Anajitahidi kwa kweli. Mwingine kwa sasa hivi mwingine labda naweza nikasema yule Kagoma kwa nyuma huko. Yule kidogo mzuri kwa Watanzania wetu. Na huyu Zizu wa Ivory Coast? Zizu wa Ivory Coast mzuri. Mzuri kwa kweli. Naweza kusema mzuri. Anapamudu pale katikati. Kama sio yeye, kiungo mwingine bora zaidi nchi ni nani kama sio yeye Zizu wa Ivory Coast? Kwa kweli wengine sijawaona bwana. Sijawaona. Ni hao kidogo wana nani. Sawa sawa. Wengine wanacheza labda sana ni Faisal. Okay. Mwongea lugha ya mpira kabisa hapo mtaala. Nasema mchukua. Nasema mchukua. Sasa mimi sio uongozi bwana. Labda hizo nimalizie kwako. Katika eneo lako strikers, striker yupi ambaye unamuona katika ligi yetu naona huyu bwana anakumbusha wakati sisi tunacheza tulikuwa na washambuliaji wa aina hii? Nikitazama mimi kuna watu kama Mpanzu, alafu nikitazama huku Yanga kuna yule nani yule Nzengeli, Maxim pia Nzengeli. naona yuko vizuri. Sawa. Yuko vizuri. Twende kwenye Nishati Safi Cup. Mwenyekiti Ngulungu, maandalizi yanaendeleaje? Mefikia wapi? Na uzinduzi utafanyika lini? Na kwa ujumla tarajie mambo yatakuwaje Morogoro? Kitu kikubwa hichi. Nishati Safi bwana, Nishati Safi Cup inaendelea vizuri. Maandalizi yako tayari. Barua zimeshakwenda kwenye kata zote. Na sasa hivi tukirudi labda kuna kitu tunataka tukitengeneze kwa marefari. Tukae nao wajulishe ile ligi na jinsi tunavyohitaji. Naona alafu kitu kingine ni uzinduzi. Uzinduzi utakuwa tarehe 22 kama sikosei, mwezi wa 7. Itakuwa tarehe
12 12 mwezi wa 7. Kwa kweli uzinduzi utakuwa ni moto sana. Ndio. Na sababu kubwa sana, sababu kubwa sana ni kupanda miti. Kwa sababu Morogoro pale sasa hivi ukitazama pale mlimani pale, kwa kweli pameharibika. Kwa hiyo hii nishati safi kapu zile kata zile zitapewa miti, itakwenda kupanda mlimani kule na sehemu zingine ambazo viongozi wameamua miti hiyo ipandwe. Lakini kila kitu kiko safi. Na tunamshukuru sana Mkurugenzi Mbelwa ndio alipoanzisha hii kitu na kutuhitaji sisi. Kwa kweli amefanya kitu muhimu sana, maana sisi ndio wakeleketwa na sisi ndio wenyeji pale Morogoro. Tunaujua mji wa Morogoro jinsi ulivyokuwa zamani na sasa hivi. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mkurugenzi Mbelwa. Sawa. Thousand Frank anasema nimefurahi kwa una malegend hao Ngulungu na Iza. Sisi Yanga bado tunasherehekea kombe la NBC msimu huu, maana kulikuwa kuna vikwazo vingi sana. Waambie watani zetu Simba watengeneze timu. Huyu ni Thousand Frank Yanga. Sawa. Ngulungu, nimekusikia kwa upande wako na Iza na wewe kuhusu nishati safi cup. Kwa hapo mko watani wa jadi hapo. Japokuwa tumecheza pamoja. Tumecheza pamoja kwenye timu ya mkoa wa Morogoro. Lakini mimi napendelea Simba, mwenzangu anapendelea Yanga. Haya bwana Iza. Nishati safi ni kitu bora sana. Ndio. Ni kitu bora. Tumejiandaa nishati cup kufanya maandalizi. Tunavyo vifaa vya timu zetu zote za kata, mipira, jezi, kila kitu tumeshaandaa. Hiyo tarehe 12 wataweza vilabu vile kupata vifaa hivi. Sawa. Ningependa tuendelee kuongea zaidi na muda na wenyewe umenipa mkono hapa. Ni kushukuru sana Edward Hiza striker kwa kuwepo asubuhi ya leo hapa, lakini pia nakushukuru Hussein Ngulungu kuwepo asubuhi ya leo hapa. Imekuwa vizuri kujua kama wewe ni mnyama. na ndo maana mwenyewe ulikimbilia kwenye magazeti kutangaza na jiunga Simba. Ni kweli. Ilikuwa mambo kubwa sana hiyo. Unajua ulichokifanya wewe ni kama kwa mtu mmoja anaitwa Akida Makunda. Ndio. Yeye alikuwa anaipenda sana Yanga, mtoto wa Mohamed Makunda alikuwa Coastal. Sasa alikuwa Simba pale alipokabiliza ndio kusajiliwa Yanga. Hakutaka kusubiri Yanga wakatangaze. Yeye mwenyewe akaenda kwenye TV na kumbuka kwa TV sisi. Akaenda kutangaza kuanzia leo bibi ni mchezaji halali wa Yanga. Naitwa Mahmoud bin Zuberi, kipindi ni Sports AM. Ni awamu ya kwanza inakamilika ama inakamilisha na legend yao wa kiwango cha juu kabisa. Hussein Abdallah Ngulungu na Edward Aklen Hiza, nyota wa zamani wa mkoa wa Morogoro na timu ya taifa kwa ujumla, na kwenda kwa mapumziko. Nitarejea muda si mrefu kwa awamu nyingine.